Natumai babangu umefika, manake nilikuwa nimekumisi muda mrefu. Afu mbona umechelewa hivyo jamani? Bakari nilikwambia muda mrefu jamani. Akitoka tu saa 2, jitahidi umeshafika mlangoni. Lakini nashangaa umekaa muda mrefu. Shida ni nini? Lakini mbona na wasiwasi? Una uhakika mume wako ameenda kazini kweli? God have mercy upon us. Najiamini mtoto wa kike jamani. Mimi sasa nikakuita nyumbani akati najua ili hali mume wangu yupo. Mume wangu kaenda kazini na yule kwa kazi zake anazozifanya hizo za utingatinga. Kurudi hapa saa 12 jioni yuko hoi. Basi acha nisadifu tu maneno yako. Kama unachokiongea ni cha kweli, basi acha niamini tu, manake unajua wewe ni mke wa mtu. Mimi nikiwa nakuja kwako lazima nije kwa tahadhari kubwa mno. Siwezi nikaja tu kwa kujiamini unavyoniambia tinye saa 2 kamili. Siwezi nikafanya hivyo. Maana naweza nikaja hapa afu mmeo bado hajaondoka, itakuwa ni msala mwingine huo. Wala babangu ni wasasi wako tu. Naomba basi hata ukae hapa kidogo utie hata baraka huko ndani. Manake unavyokuwa unasimama hivyo muda mrefu unanyonya nguvu. Lakini basi sawa, ngoja nije nikae basi. Ngoja kwanza nicheke tu. Yeye si ni mke wa Bakari yule, Juma Chumali. Siwezi kuamini leo analiwa kiboga. Mke wa rafiki yangu leo analiwa kiboga leo. Sikaenda wapi huyu jamani? Anaacha mke wake mzuri kiasi hicho? Kwa kweli hapana. Nikiendelea kufumbia macho huu uozo uliofanyika na mke wake Bakari, nitampoteza rafiki yangu. Manake rafiki yangu Bakari anajitahidi kufanya kazi kwa juhudi sana. Anajitolea, anafanya kazi nzito, anabeba mizigo, utingo, kila sehemu yupo. Lakini mke wake kutu anafanya tu washarati. Kila siku namkuta kuna wanaume tofauti na anawaingiza muda ambao Bakari anakuwa ameshaondoka. Kwa kweli sisi nikafumbia macho hili swala. Hata kama ni umbea, huu ni umbea akaje kumsaidia rafiki yangu. Lazima tufanye fumanizi hapa. Lazima huyu kijana akamatwe leo. Lazima nikamwambie Bakari. Leo imechelewa sana rafiki. Vipi? Ulikuwa umeenda wapi? Mbona umechelewa sana kuja kuchukua mizigo ya leo? Yaani wewe acha tu masaa. Yaani leo ilibidi tu nichelewe. Manake nilikuwa sina namna yoyote. Tulikuwa tunashusha mzigo mkubwa sana kutoka kwenye lori. Malori yanayotoka Kongo yale. Ilikuwa limekuja na mzigo wake. Mzigo wa bosi huu. Kwa hiyo ilibidi tuushushe wote mpaka uishe. Ndio maana unaona nimechelewa leo kuja kuripoti. Asafalei. Pole sana rafiki. Pole sana. Naonekana umechoka sana leo, itabidi uende ukapumzike kwa mama yoyo. Masai vipi? Bosi hajakuachia mzigo wangu, mazingira ya pesa kidogo, manake mzigo tushusha ni mkubwa sana. Nilitegemea kwamba angekuachia wewe zile hela. Hapana kabisa rafiki. Kama ingekuwa imeniachia mazingira yoyote, ningekuambia kwamba imeniachia pesa ya kukupatia wewe. Lakini leo bosi imechelewa kufika hapa kazini. Nadhani itakuwa busy na kazi zingine. Labda unaweza kumuona baadaye jioni, anaweza akawa amerudi. Bosi naye atanipatia mzigo wangu saa ngapi jamani? Mimi nimechoka, nataka nikapumzike na wife sasa hivi. Bwana nimekuona rafiki yangu. Vipi yangu? Mbona umekuja unakimbia hivyo ulimi nje kama mbwa? Shida ni nini? Mbona umekuja na haraka hivyo? Oho, ndugu yangu, tuondoke. Mambo yalisharibika huko nyumbani huko. Mambo yalisharibika huko. Asa unavyosema hivyo unanichanganya Msegena. Mambo yameharibika vipi? Sio unatakiwa useme kama mwanaume kitu fulani kimekaa hivi. Sasa unapokuwa unaweka tu kwenye mafumbo kama hayo, mimi unakuwa unanichanganya tu. Ni kitu gani kinaendelea? Mbona sikuelewi? Sikia mwanangu, nimemwona mkeo kwa macho yangu mawili. Sidhani kama nimeona vibaya. Nimeona mke wako akiingiza mwanaume nyumbani kwako, na ni pale punde tu ulivyoondoka nyumbani. Msegena, unachokisema ni cha kweli au unanipanga tu hapo rafiki yangu? Sio nikaacha kazi hapa ambayo inanipa hela, nikakimbizana mimi nikafumania kitu ambacho hakipo. Wewe uniambie tu ukweli. Ni kweli umemwona mke wangu akiingiza mwanaume? Manake sijawahi mimi kumuona mke wangu akiingiza mwanaume. Hasa unavyoniambia kwamba mke wangu kaingiza mwanaume, unakuwa unanichanganya. Oho, usiolijua ni sawa na usiku wa giza. Tena hii sio mara ya kwanza. Huu mchezo nimeuona hii ni siku ya 3 namuona anaingia hapo. Kila unavyoondoka asubuhi naye anakuwa anakuja nyuma. Kwa mimi huu mchezo sijaupenda. Ndio maana nikasema ngoja leo ndugu yangu nikwambie ukweli. I can't believe this. Nataka kuniambia mimi mke wangu amtafuna siku 3 na wewe Msegena ni mnafiki. Kwa nini umeona siku zote na ukashindwa kunisanua rafiki yangu? Usio muda kulaumiana. Mimi nihitaji kupata kithibitisho, niwe na uhakika wa taarifa nazo kuambia. Kwa hiyo mimi ninachokuomba hapa, hatuna muda kupoteza. Tunatakiwa tuondoke sasa hivi tu tukamfumania huyu kijana ambaye yuko na mke wako sasa hivi nyumbani. Basi tuondoke mwanangu.
Wewe ngoja kena mwe nikaichape leo. Niko mwenyewe tu kwenye nyumba leo. Jamani, usinivunje mbavu mimi. Wewe, mbona si kama sauti kuna mtu anagonga? Mbona kama ni sauti yenyewe? Mbona kama sauti ya mume wako iko nje hiyo? Oya, atakuwa amesharudi huyu. Amesanukia mchongo mwanangu. Sisi tunafanyaje sasa hapa? Tunafanya nini sasa? Leo nimefumaniwa leo. Leo nimekutwa kwenye 18. Ndani ya unyagoni leo sina sehemu ya kumkimbilia. Nikiangalia hata chini ya uvungu wako, uvungu mdogo. Najificha wapi sasa? Mercy upon us. Yala vitoba. Yani leo mume wangu alivyokuwa gana hasira yule sitakuaje jamani. Afu mbona amerudi mapema leo? Sio kaida yake hii. Yalabi jamani, yalabi. Yaani sisi tunafanya nini jamani? Nikufiche wapi jamani? Chini ya uvungu, chini ya meza, chini ya kabati au sehemu gani sasa jamani? Oho, tushafumaniwa. Tupo ndio fumanizi. Hatuna muda wa kupoteza hapa. Sikia cha kufanya hapa, naomba unipatie ushungi wako. Ushungi mbona sina jamani? Nipo na kilemba cha kuvaa kichwani. Labda nikupatie kilemba. Whatever bana, iwe kishungi, iwe ni kilemba, mimi naomba unipatie chochote kile, nataka nivae kichwani. Nipatie hicho kilemba, nijifunge kichwani. Alafu sikia, mimi utaniita Mwantumu, sawa? Usikosee. Mimi nitakuwa Mwantumu, nitakuwa kama shoga yako nimekuja kusalimia. Mimi nitaigiza sauti ya kike. Pindi mmeo atakapoingia huko ndani, mimi nitajifanya kama Mwantumu rafiki yako, sawa? Jamani amekuwa hayo. Haya basi Mwantumu, ngoja nikatafute kilemba hicho, ujifunge vizuri ili na wewe uonekane wa kike sasa. A few moments later. Mniambie, shungi limenika vizuri Unaonekana kama wa kike. Makubwa. Ulivyojibadilisha jamani, utazani wa kike, kumbe dume kabisa lina makende yake. Lakini ushungi umekukaa vizuri. Kweli? Basi hapo sawa. Imebaki tu kwenye swala la sauti. Si nilegeze vipi? Maana kimi sauti yangu ni nzito. Babangu kila kitu kimeenda vizuri, lakini nikiangalia hizo sharubu babangu hatajua kabisa huyu ni wa kiume. Maanake una sharubu za kiume hasa, alafu na hiyo sauti ngumu hiyo. Basi jitahidi kuilainisha basi. Ukiwa unaongea kama mwanamke, jifanye kama una sauti ya kike. Mambo poa mzima. Mimi naitwa Mwantumu. Mimi hapa ni shoga yake na Maria, nimekuja hapa kuja kumsalimia. Vitu kama hivyo. Legeza sauti hiyo. Ngoja nijaribu basi. Mambo. Vipi mzima? Mimi naitwa Mwantumu, natoka Gongo la Mboto. Nimekuja hapa kuja kumsalimia shoga yangu Maria. Hapo vipi mwanangu? Imekaa vizuri Na anaingia huyu hapo. Karibu mume wangu. Mbona leo umewahi kurudi mapema hivyo? Astaghfirullah. Yaani mke wangu, wewe wakuniuliza mimi natakiwa kurudi saa ngapi nyumbani? Hapa ni kwangu. Naweza nikarudi muda wote ule. Na huyu yule kuja naye pembeni yako nani huyu? Mbona kama wa kiume huyu? Hapana mume wangu, huyo ni shoga yangu, anaitwa Mwantumu. Anatoka Gongo la Mboto, amekuja kunisalimia. Sasa ni sauti tu kuambia ulivyokuwa umeondoka. Mwantumu? Mwantumu gani tena huyo? Mbona mimi sijui kama una rafiki kutoka Gongo la Mboto? Shemeji mambo, naitwa Mwantumu. God have mercy upon us. I can't believe my eyes. Yani wewe hivyo unataka kunifanya mimi ni bumbuazi, si ndio? Unataka kunifanya mimi sijui tofauti ya mwanaume na mwanamke. Hasa wewe Mwantumu gani ambaye una ndevu? Mwantumu gani ambaye una sauti ya kiume? Wewe naomba nijibu hilo swali. Na leo nikuhakikishie tu, leo hautoki ndani. Yani leo wewe nimekufumania na mke wangu kabisa, alafu unajifanya ni wa kike. Jamani, utakuwa unanionea wewe baba jamani. Mimi ni wa kike jamani. Hani ukiniangalia mimi ni wa kike kabisa, naitwa Mwantumu, natoka Gongo la Mboto. Sema tu labda kwa sababu ya changamoto za homoni. Homoni ndo kuna homoni imbalance imenitokea, ndio maana unaniona mimi niko na ndevu. Lakini mimi ni wa kike kabisa. Hata kwani hauoni kaka yangu hata sauti yangu ni ya kike? Wewe dogo wewe, acha kujifanya kama wewe ni wa kike wakati ni dume kabisa, dume lenzangu kabisa, yani ndevu kabisa hizo kama kambale, alafu unaniambia kwamba wewe ni wa kike. Haiwezekani. Wewe ni wa kiume kabisa. Alafu dogo, nikuulize swali. Umeshawahi kushikwa bega? Nitakushika bega hapa. Na nitakiwa nikukague kwanza mazingira. Mazingira unayo? Nataka kuniambia hapo hauna makende wewe?
Jamani, hapana kaka yangu. Yaani huko unapotaka kwenda huko hasa ni sehemu nyingine kabisa. Huko ni kuvunja sheria za binadamu. Mimi ni wa kike na mimi sitaki kukaguliwa. Mimi Makende niatolee wapi? Mimi ni wa kike kabisa. Kwani ukiniangalia kaka yangu mimi naonekana kama ni wa kiume? Alafu sie kwetu kuwa na ndevu ni kitu cha kawaida sana, manake uko wetu sisi karibia wengi wana ndevu. Kwa ni kitu cha kawaida sana kaka yangu. Mimi naitwa Mwantumu, mimi ni wa kike. Dogo unanifanya mjanja, si ndio? Sasa uchague kimoja kati ya mguu wa kuku au nikushike bega. Chagua kimoja. Mguu wa kuku au kushikwa bega. Chagua kimoja hapo. Unamaanisha nini mguu wa kuku au kushikwa bega? Mbona unanichanganya wewe kaka wewe? Dogo naona unajifyatua akili. Unajizima data kabisa. Haujui mguu wa kuku upoje? Nitakuonesha leo. Nitakuonesha kilichomfanya kanga akatoka manyoya nini. Na nimekuuliza kabisa uchague kati ya mguu wa kuku au kushikwa bega. Na unajua sasa hivi mjini ukishikwa bega tu mazingira yote hapo, yaani namaanisha Makende yanaondoka hayo. Unabaki huko mweupe kabisa. Sasa wewe nakwambia kabisa uniambie ni wakiwa wa kiume, unakaza kwamba wewe ni wa kike. Nitakushika bega mie. Oya mwanangu wewe, mimi ni wa kiume mwanangu. Samahani sana lakini huko unapotaka kwenda sasa ni mbali. Kushikwa bega, mazingira yapotee. Hapana kwa kweli. Siko tayari kushikwa bega. Mimi nilipitia tu kutembea na mke wangu. Kumbe unajua ulikuwa unajizima data Sasa mimi leo nataka nifanye 2 in 1. Nataka nikugonge mguu wa kuku lakini pia nikushike bega na kugonga mguu wa kuku na kushika bega. Nafanya zote 2 in 1. Yaani wewe lazima nikushike bega wewe. Njoo nikushike bega hapa. Mwanangu sio kweli mwanangu, sinishike bega mwanangu.